Ngoja niwaambie kitu kimoja ambacho wanawake wengi sana huwa hatutaki kabisa kukisikia. Mwanaume ambaye anatoka nje ya ndoa, anaenda kuanzisha mahusiano na mwanamke mwingine, halafu anatulia naye. Yaani yeye sio wa kuhamahama mahusiano, ila anatulia na mwanamke mmoja. Kuna uwezekano mkubwa sana wa huyo mwanaume kutokuwa muhuni, lakini kukawa kuna kitu anakitafuta. Wanawake wengi sana huwa tunashindwa kutofautisha kati ya mwanamke muhuni na mwanaume ambaye anatafuta kitu fulani. Unajua, mwanaume muhuni ni yule mwanaume ambaye huwa hatulii na mwanamke mmoja kwenye mahusiano. Yaani anatoka na huyu, akimwona mwingine anatembea naye, akimwona mwingine anatembea naye. Huyo ndio mwanaume muhuni ambaye yeye huwa hawezi kutulia na mwanamke mmoja. Yeye ni mtu wa kuhamahama mahusiano. Yule mwanaume yeye ndio mwanaume muhuni. Lakini huyu mwanaume ambaye anatoka nje ya ndoa, anaenda kutulia na mwanamke mmoja, kuna uwezekano mkubwa sana akawa na sababu tofauti, yani akawa sio muhuni, ila kuna kitu anakitafuta. Wanawake wengi sana kwa kushindwa kutofautisha hivi vitu, huwa tunajikuta tunaita wanaume wote wahuni. Kumbe unaweza ukajikuta wewe mume wako kuna kitu anakitafuta ambacho kwako wewe hakipo, na ndio maana unaona ameenda kukwama kwa mwanamke mmoja. Mimi nakwambia tu kweli. Mwanaume wako akiwa muhuni, usitegemee kumuona na mwanamke mmoja kamwe. Yaani ukae ukijua utamuona na huyu, utamuona na yule, utamuona na yule, kwa sababu huo uhuni asilimia kubwa ni tabia ya ndani ya mtu. Kwa hiyo mara nyingi wanaume wahuni huwa wanashindwa kutulia na mwanamke mmoja. Lakini huyo anayetulia na mwanamke mmoja mara nyingi yeye ni mwanaume anayeridhika. Kwa hiyo huenda kuna kitu kimepelea kwako, akakitafuta kwa mwanamke mwingine akakipata. Baadhi ya wanaume huwa wanaenda kukwama na wanawake wengine huko nje kwa sababu kuna vitu vimekosekana ndani ya ndoa. Na hiki ni kitu ambacho wanawake wengi sana huwa tunakikataa. Kwa kuwa tunaambizana kwamba hapana, wanaume hawaridhiki, wanaume wanatamaa. Hilo mimi nakubali. Nakubali kwamba ni sawa, haya tutasema wanaume wanatamaa. Kwa nini mwanaume wako ameenda kutulia na mwanamke mmoja? Kama yeye ni mwanaume mwenye tamaa, kwa nini harukiruki na wanawake tofauti tofauti? Kama wewe mwanaume wako anaruka na wanawake tofauti tofauti, kweli huyu anaweza akawa hana sababu. Yaani yeye kile anachokifanya ni tabia zake binafsi, wala hazihusishi na wewe kuwa dhaifu. Labda kuna kitu unakosea. Yeye anaweza akawa na tabia zake. Lakini vipi kuhusu huyu ambaye yeye ametulia na mwanamke mmoja? Kila siku unapiga kelele hamwachi huyo mwanamke. Kila siku unaongea bado yuko na huyo mwanamke. Kuna swali inabidi ukae chini ujiulize kwamba mume wangu anachokitafuta ni kitu gani? Yaani hilo swali jiulize. Je, unamheshimu? Wewe ni mtiifu? Wewe ni mnyenyekevu? Unamtimizia mahitaji yote mumeo? Au kuna vitu vinakosekana? Wakati mwingine kama kuna kitu kinakosekana kwako, mwanaume anaweza kaanza kutafuta kwa mtu mwingine, anatafuta ule uthibitisho. Kwa mfano amekosa heshima, anaenda kutafuta heshima kwa mtu mwingine, anataka aheshimike. Akipata mtu ambaye anampa hiyo anampa hicho kitu anachokitafuta, unakuta anatulia. Maana yake huyo ni mwanaume ambaye anaridhika vizuri tu. Kiasi kwamba kuna kitu ambacho kwako kimekosekana, hata akikipata anaweza akatulia. Kwa sababu mimi siamini kama mtu muhuni anaweza kutulia na mtu. Mimi ninachokijua kama mtu ana tabia za uhuni, lazima atakuwa ni mtu mwenye kubadilisha wanawake. Lakini wewe unajikuta mume wako yuko na mtu mmoja. Kwa nini? Ni kweli mimi nakubali. Mwanaume akiwa anaruka na wanawake tofauti tofauti na huyu ambaye anakuwa na mwanamke mmoja, wote wanavunja uaminifu. Hilo mimi nakubali, hata sijakataa. Lakini kabla ya kuanza kumvisha mumeo cheo cha kumuita muhuni, jitahidi kuchunguza tabia yake anayoifanya. Kama ni mtu ambaye anakuwa na mahusiano na mtu mmoja, pengine kuna asilimia kubwa sana kwamba kuna udhaifu upande wako. Ni vile tu wewe unahitaji mazungumzo, ukomunicate na mwenzako, umuulize mume wangu shida iko wapi, kuliko wewe kuendelea kupaniki. Unajua mara nyingine hii tabia sisi wanawake kuwa na mihemko huwa inatuvuruga sana. Mtu unapokuwa mstaarabu ukaamua kukaa chini msikilize mume wako kwamba mume wangu shida ni nini, pengine kuna jibu atakupatia. Kwa sababu mimi huwa siamini kwamba kuna mwanaume muhuni anaweza katulia na mwanamke mmoja. Yaani hilo mimi naweza nikakataa. Asilimia kubwa unakuta yule mwanaume kuna kitu amekifuata pale. Na kuna asilimia chache sana ya wanaume ambao wao huwa wanakuwa kwenye mahusiano kwa mfumo wa 80-20. Sijui kama unanielewa. Yaani kuna wanaume wao wake zao huwa hawawi na changamoto kubwa. Lakini sasa wao ni watu ambao huwa wanatakaga mtu aliyekamilika 100%. Sasa wale watu huwa wanafanya mahusiano kwa namna hii. Yaani anaweza kawa na mke wake ambaye kwa 80%, yani kwa 80% yuko vizuri, lakini akawa anapelea kwenye
kwenye 20%. Yule mwanaume anaweza akatoka nje kwenda kwa mwanamke mwingine kwa sababu ya 20%. Hao wapo. Hilo mimi sikatai. Lakini mimi ninachokwambia, fanya uchunguzi kwanza kabla hujaanza kurelax ukiwa unamtuhumu kwamba wanaume ndivyo alivyo. Unajua wakati mwingine, mimi niseme tu ukweli, wanawake tusikubali kulala kwenye hizi kauli za wanaume ndivyo alivyo. Hapana. Hapana, haiwezekani mtu akawa ndivyo alivyo. Tafuta kujua chanzo cha tabia ya mtu ili wewe sasa upate jibu kwamba je, kwa jibu ulilolipata uko tayari kuendelea kuishi naye? Wakati mwingine unaweza ukakaa chini ukazungumza na mwenzio ukaja kupata jibu kwamba kumbe mume wangu kinachomhangaisha ni 1 2 3, kitu ambacho hata wewe unaweza kufanya. Unaweza ukakuta mume wako alikuwa na huyo mwanamke labda holela tu alikuwa naye, lakini kwa bahati nzuri au kwa bahati mbaya niseme, huyo mwanamke akaanza kuwa na vitu ambavyo wewe huna. Pengine huna heshima, pengine wewe sio mtiifu, pengine huwa umthamini mumeo, pengine wewe huna shukrani, lakini amevikuta kwa huyo mwanamke. Wanaume unakuta ndio hivyo, anazamia pale. Lakini mimi naomba nikwambie kitu kimoja. Usimbatize mume wako jina la kuwa yeye ni muhuni moja kwa moja pasipo kuangalia tabia yake, kwa sababu mimi nakwambia tu ukweli. Uhuni na tabia ya mtu kwenda kutulia na mwanamke mmoja havifanani kabisa. Muhuni wewe usitarajie kabisa kumuona na mwanamke mmoja. Yaani kama wewe unajua kabisa mume wako anaenda kwa yule, wewe pengine hauna shida yoyote. Hicho anachokifanya ni tabia yake binafsi. Lakini wewe ambaye unasema una mwaka, una miaka sijui miwili, una miezi, unalalamikaga bado unamuona tu huyo mwanamke. Kila ukilalamika bado unamuona huyo mwanamke. Jitafakari. Kaa chini, zungumza na mwenzako kabla hujafika mbali. Ongea na mwenzio kwamba mume wangu shida iko wapi? Akwambie kwamba mke wangu mimi kinachonihangaisha ni 1 2 3. Na wakati mwingine baadhi yenu mnajua kabisa kuna vitu mlikuwa mnapishana, unaelewa. Sio kwamba hayo mambo yalianza tu. Unakuta wewe ulivoolewa na mume wako, mlikuwa mnaishi tu vizuri. Imepita miaka 5 au imepita miaka 7, ndio sasa hivi mume wako ana huyo mwanamke mwingine ambaye unahangaikaga naye tu kila siku yupo. Kila ukisema mwache huyu mwanamke, hamwachi. Kila ukimuuliza anakupiga chenga. Wakati mwingine kaa naye chini. Jishushe, mwambie mume wangu mimi natamani kujua shida iko wapi? Kwa nini wewe na huyu mwanamke mahusiano hayafiki mwisho? Mwambie mimi najua ungekuwa muuni ningekuona unahangaika na wanawake tofauti. Sasa kwa nini huyu? Kuna kitu gani special kwake? Mara nyingine unaweza kupata jibu kwamba pengine mumeo kuna kitu anakitafuta, au mara nyingine usipomuelewa ndio tunakujaga kwenye zile dhana kwamba labda mwanaume amerogwa. Kwa sababu mimi siamini kama kuna mwanaume mjinga ataanzisha familia yake na familia yake iwe vizuri halafu aenda katafute na mwanamke mwingine wa pili ili awage anakaa tu anasumbua ndoa yake. No. Kunaweza ukawa kuna kitu kimoja wapo kati ya hivi viwili. Either kuna vitu vimepelea kwako anavipata pale, au cha pili either labda alikuwa anaenda tu kupita kwa tamaa zake, labda akarogwa. Yote yapo. Na hata kama amerogwa, ukae ukijua kwamba kulikuwepo na uhusiano ambao ulipelekea yeye kurogwa. Hakuna mwanamke anaweza kumroga mwanaume kwa mbali pasipokuwa walikuwa wameanzisha mahusiano. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo mimi nawaambia tu kweli wanawake ambao mmeniuliza sana swali hili kwamba inakuwa ni kwa sababu gani mwanaume anakuwa na huyo mtu wakati mwingi, kila mara yuko na huyo. Mara nyingi kuna kuaga na kitu. Kuna kuaga na sababu nyuma ambayo inampelekea mume wako kumpenda sana huyo mwanamke. Kama sio kuna vitu ambavyo wewe una udhaifu navyo, basi kuna vitu vingine. Pengine wewe na mume wako mnaishi vizuri, lakini kuna mambo ya kiuchumi anakuona wewe hauendani naye. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza akawa na wewe, lakini wewe ukawa na tabia nyingi nzuri, lakini ukawa hauna akili ya maisha kama nilivyosema siku zile. Akipata mwanamke mwingine mwenye akili ya maisha, mwanaume anavutiwa. Unakumbuka siku zile nilitoa mpaka story hapa kusema mtu aliamua hata kumuoa huyo mwanamke kwa sababu tu huyo mwanamke alionyesha ana akili ya maisha kumzidi mke wake. Kwa hiyo mambo ni mengi. Kabla wewe hujaanza kumvika mumeo cheo cha kumuita muhuni, kaa chini upime hiyo tabia yake ya uhuni anaifanya kwa namna gani. Kama unajua kabisa yuko na mwanamke mmoja ametulia, kuna uwezekano mkubwa sana kwamba kuna sababu ambayo inatakiwa wewe utafute na uipate. Kwa nini amekwama pale? Lakini kama ni huyu ambaye anakuwa na huyu, anakuwa na yule, yani huyo usihangaike, ni muhuni tu yeye mwenyewe. Na wakati mwingine pengine wewe hata hauna changamoto yoyote, yeye tu na tabia zake haridhiki yeye mwenyewe anapenda kuwa na wanawake wengi. Kwa hiyo lazima tukubali kwamba wako baadhi ya wanaume huwa wanapenda kuwa na wanawake wengi, lakini wako baadhi ya wanaume wao huwa wanaridhika. Kinachowafanya waanze kutafuta watu wengine ni kupelea kwa vitu fulani ndani ya ndoa. Na vikipatikana ndio maana unaona anatulia pale pale. Kwa nini asiondoke?
Kwa nini usimkamate na mtu mwingine? Kwa nini mwaka mzima uhangaike na mwanamke huyo huyo? Kwa nini miezi 6 ni mwanamke huyo huyo? Kwa nini miaka 3 ni mwanamke huyo huyo? Lazima ujue kwamba kuna kitu fulani ambacho mumeo alikuwa anakitafuta, amekipata kwa yule mwanamke. Kwa hiyo, kabla hujakatia tamaa mahusiano yako au kabla hujamkatia tamaa mume wako, ukaanza tu kuishi ukiwa unamfahamu kama muhuni na ukaacha kumfuatilia na kuhangaika kuhusu hilo swala, tafadhali sana jaribu kukaa naye chini, uzungumze naye, umuulize una sababu gani za kuwa na yule mtu kwa muda mrefu. Naongea naye tu kwa upole, na wakati mwingine mwambie tu ukweli kwamba mume wangu, mimi najua ungelikuwa muhuni usingetulia na mtu mmoja. Umetulia na mtu mmoja kwa sababu una sababu. Una sababu gani? Mimi nina udhaifu sehemu gani? Wakati mwingine mpe nafasi mwenzako ya kukuongelea wewe vibaya. Unajua mimi najua watu wengi huwa hatupendi kuona wenzetu wanatutoa kasoro. Lakini unapopitia situation kama hii, wakati mwingine we kubali, mwambie mume wangu, mimi nataka uniambie nina tatizo sehemu gani, niko tayari kupokea na kufanya nini na kurekebisha hizo changamoto zangu. Baadhi ya wanaume kinachowapeleka kwa wanawake wengine sio uhuni tu na tamaa, hapana. Wakati mwingine kinachowapeleka kule ni kufeli vitu fulani kupatikana kwenye ndoa yenu. Kuna vitu yeye anatamani vipatikane lakini vinashindikana. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo mwanamke, usikate tamaa na usiwe unaumia sana unapoona mwanaume wako ana mwanamke huko nje mmoja. Inabidi tu ujue kwamba mimi mume wangu sio muuni. Unajua yani ukishajua tu kwamba mume wangu sio muuni, kidogo inakupa amani kwamba inabidi nifuatilie tatizo ni nini. Hasa shida sisi wanawake woga tuna panic muda wote, unasema yani wanaume hawaridhiki hata umpe nini. Sijui nini. Wakati mwingine mwanaume hatafuti kuridhika. Pengine labda ni masuala tu ya heshima, ni masuala tu ya kitabia. Pengine unamnyima haki yake, kwa sababu sasa hivi nimekuwa nikipata malalamiko mengi sana, wanaume wanalalamika kwamba baadhi ya wanawake wanawanyima haki zao za ndoa. Mume anapokuhitaji unakataa, mume anapokuhitaji unampangia hivyo. Kuna vitu kama hivi vinaweza vikaleta mwanya wa mwanaume kupata nafasi ya kumweka mtu mwingine. Kama mwanaume wako ni muhuni, tarajia kuona hatulii na mwanamke mmoja. Lakini kama mwanaume wako anatulia na mtu mmoja, tafadhali sana fanya jitihada za kuwasiliana na mume wako, ujue kwa nini anakwama sana kwa huyo mwanamke. Kaa chini, ukubali yeye akuelezee madhaifu yako, pengine kuna kitu utakipata ndugu yangu. Mimi nakwambia tu ukweli.